cha Amaika. Mambo yalipochemka mwezi Juni mwaka 2024, kulishuhudiwa serikali ya Kenya Kwanza ikijiimarisha kwa kushikana mikono na uliokuwa mrengo wa upinzani, kisha wakatuletea serikali jumuishi almaarufu broad-based government. Hapa mrengo wa upinzani ulichangia wataalam wanaitwa experts kujiunga na serikali ya Kenya Kwanza ili kusaidia kuweka mambo sawa na kuhakikisha uchumi wa nchi unafuata mkondo uliowekwa. Wataalamu hawa ni Lee Kinyanjui upande wa biashara, Mutahi Kagwe kilimo. Hawa hawana kelele, ni rahisi ufikiria hawako serikalini. Wengine walikuwa Opiah Wandayi wizara ya kawi, John Mbadi wizara ya fedha, Hassan Joho wizara ya madini na Wycliffe Oparanya wizara ya vyama vya ushirika. Hawa wanne wana kelele, kimbelembele na wanaonesha misimamo yao kisiasa, ingawa katiba hairuhusu hili. Sauti ya Kipenge inamwangazia waziri wa hazina ya kitaifa John Mbadi. Huyu kabla ya kujiunga na serikali alikuwa mwenyekiti wa chama cha ODM, na sasa leo yeye si mwenyekiti wa chama hicho bali ni waziri. Hili ni kama hajaliweka katika akili zake. Tunashuhudia waziri wa fedha ambaye badala ya kushughulikia masuala ya kuimarisha uchumi wa nchi, yeye yuko kwenye vyombo vya habari kuwakabili jamaa ya marehemu Raila Odinga. Mbadi amesahau kwamba yeye ni waziri katika serikali kuu ya nchi, na sasa anachokifanya ni kujibizana na Winnie Odinga na Ruth Odinga. Kila mara akiongea waziri John Mbadi, sura yake imekunjamana kuonyesha mtu anayezungumza kwa hisia kali za hasira. Waziri John Mbadi ameamua kujibu kila shambulizi linalokuja kwake. Waziri Mbadi amechagua kuonesha hisia badala ya hekima na ujuzi kuendesha wizara hiyo muhimu. Waziri John Mbadi amechagua kujisifu alivyosaidia Raila Odinga kupata umaarufu aliokuwa nao, ili hali hasemi alivyojitokeza naye kwenye maandamano ya kuleta mageuzi. Tunasema waziri Mbadi ameona heri kubweka kwa sauti kali na ya kutisha ili Rais Ruto amuone kama waziri mchapakazi. Hili litampotezea alama na huenda ikawa sababu yake kutemwa nje. Sauti ya Kipenge inakushauri waziri John Mbadi, jifunze kwa wenzako Mutahi Kagwe na William Kabogo, wamefyata midomo. Tumepuliza kipenga. Mimi ni Nelson Songa. Kipenga cha Amaika.